Mambo vipi? Natumai wewe ni mzima wa afya kabisa. Langu jina naitwa Bin Said Mwanza. Leo nataka niongee na yule ambaye ameoa ama ameolewa. Kwa hiyo wewe ambaye hujaoa ama hujaolewa, hii video sio ya kwako. Hii video sio ya kwako kabisa, sio ya kwako kabisa. Naongea na yule ambaye ameoa. Unaweza ukawa umeolewa lakini hutaki kuwa chini ya mamlaka ya mume wako, na umeoa lakini hutaki kumtekeleza mke wako. Na hivi vinasababisha ndoa nyingi kuvunjika. Mnapoolewa na unapohoa, jua hivi vitu na vitakusaidia pia. Unapohoa, jua kwamba una wazazi wanne. Unapoolewa, jua kwamba una wazazi pia wanne, nikiwa na maana kwa leo ambapo umetoka uliacha wazazi wawili. Ulipokuja kwa mume wako umekuta wazazi wengine wawili. Itokee tu sasa mmoja labda amefariki kati ya hao wazazi, ndo mnakuwa na wazazi watatu ama wazazi wawili. Kwa hiyo heshima ambayo ulikuwa unampa mzazi wako ndo heshima utaenda kumpa mzazi wa mwenza wako. Upendo ambao ulimuonesha mzazi wako ama wazazi wako ndo upendo ambao utaonesha wazazi wa mwenza wako. Na kukubali kuwa chini ya mume wako na kuwa chini ya mke wako, nikiwa na maana kwamba kuwa chini ya mke wako ni kutekeleza yale ambayo anakuambia. Mke usitaki kupanda juu, kwa sababu wewe sio kichwa cha nyumba. Na pale unapokosea mume wako, unatakiwa usimwambie kwa sauti ya juu, sababu yeye ni mwenye mamlaka. Yeye ni mwenye mamlaka. Kwa hiyo jua njia za kwenda kuongea na mwenye mamlaka ili kuendeleza ndoa yenu isiwe na mtafaruko, isiwe na fujo. Kwa kama unaenda serikalini afu unataka kuwa juu ya serikali, haitowezekana. Ndiyo jinsi mume alivyo pia. Mume ana sheria, wewe hauna sheria, kwa sababu uko chini ya sheria za mume wako. Kwa hiyo mume ni wa kukusikiliza kile ambacho unasema. Wewe unatakiwa utii kile ambacho mume anakuambia. Kama Biblia inavyosema, mwanaume mpende sana mke wako kama Kristo anavyoipenda kanisa. Na mwanamke akaambiwa kwamba mtii mume wako. Kwa hiyo kutii ni kuzuri sana. Unaona, kuna sehemu nyingine kwenye Biblia ikasema mwanamke atajenga nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe na atabomoa nyumba yake mwenyewe kwa upumbavu wake. Sasa kwa hiyo tuangalie jinsi ya kumilikiwa. Nitumie lugha hiyo, kukubali kumilikiwa, kwa sababu mume ni kama jinsi ulivyokuwa na waheshimu wazazi wako na kutekeleza yote ambayo ulikuwa ukitekeleza kwa wazazi wako, kwa sababu mume anakuwa ni mzazi wako mpaka utakapokufa. Mke pia anakuwa ni mzazi wako mpaka pale ambapo utakapokufa. Kwa hiyo anatekeleza
yale ambayo unayahitaji kama mume. Kwa hiyo ndo maana nimesema unatakiwa ukubaliane na kile ambacho mke wako atakwambia, labda kiwe ambacho kimeenda tofauti na wewe jinsi unavyotaka, ndo uwezi kusapoti kile ambacho yeye anakuambia. Kwa hiyo mke, kuwa chini ya mume wako, usitaki kuwa juu, ya maana wewe umiliki mume wako. Na hiyo ndo sababu ya kuvunja ndoa ama ndoa kuvunjika, kwa sababu mke hautaki kumilikiwa, unataka wewe mmiliki mume. Mungu wangu wa mbinguni akusaidie sana, awasaidie sana, ili ndoa yenu iwe ya furaha, iwe ya upendo, iwe ya amani, na kujua yale ambayo Kristo anataka nyinyi mfanye kama wanandoa. Mungu wangu wa mbinguni awabariki sana, na tukutane wakati mwingine.